Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa jina naitwa Idrisa Mohamed. Nimemkuta huyu mama akiwa akitokea kwake. Baada ya kufika hapa karibu na boma, alishachimbia dawa mara ya kwanza. Baada ya kuchimbia dawa ya kwanza akarudi. Baada ya kurudi akafika kwenye mti hapa mgunga. Alipofika kwenye mgunga akapigiwa simu akaambiwa, "Je, ile dawa uliochimbia sio sahihi. Pale sio panyewe, rudi kachimbie vizuri." Alivorudi nikamkuta anaanza kuchimbia. Baada ya kumkuta anachimbia nikampiga fimbo. Baada ya kumpiga fimbo akachukua kisu anataka kunichoma mimi. Baada ya kuona anataka kunichoma tena nikampiga fimbo ya kichwa. Ilikuwa ni saa 8 ya usiku. Yeye alikuwa ameshavaa nguo zake kajifunga kama alivyojifunga nguo ya juu na ya chini. Na huku chini alikuwa amevaa tu tight kama tight ndani. Ndio chukua amevaa. Ni mwenyeji wa Papana. Huyu mama tunamfahamu na kila kitu tunajua. Tukio hili kwa kweli limetushtua kwa sababu mimi mwenyewe nimepata taarifa asubuhi kwamba kuna tukio limetokea, na huyu dada ni mwanakwaya wetu, tunaimba naye kwaya. Kwa hiyo ni mtu ambaye hatukutarajia kwamba ili tukio lingetokea juu yake. Ila sasa mimi ninasema kwamba kwa yeyote mwenye tabia hii, hata Mungu apende, sababu kanisa tunafanya kama vile ni chaka, lakini ni vitu ambavyo tunatakiwa tuache maovu. Kwa hiyo limetushangaza na kutushtua sana. Waache habari ya kuloga kwa sababu uchawi, na Biblia inasema mwanamke muovu haruhusiwi kuishi. Lakini sisi kwa sababu hatuendani na hayo, kwamba tunawaonya kwa upendo waache tabia za uchawi. Kwa jina naitwa Mwamvua Swalehe. Kwenye usiku wa saa 10 kasoro nilipigiwa simu na jirani yangu, ambapo tumepata taarifa kwa balozi kwamba kuna mama kakamatwa uchawi. Kweli tulitoka usiku huo tukaja, tulivokuja tukamkuta yule mama amekalishwa pale, lakini kaishapigwa na ni muda mrefu. Tunasikia kweli huyu mama ana tabia hiyo. Kwa kweli wananchi kama sisi kina mama tumeathirika, kwa sababu tukisikia kwamba mwanamke mwenzetu ana tabia hiyo na hatujawahi kuona, lakini leo ndo tumeshuhudia kwamba kweli huwa kwenye mazingira kama haya hizo kazi anazifanya. Sababu tulishaambiwa kwamba huyu mama ana mambo ya kishirikina, kwamba anatoka usiku na yani ni muda mrefu. Watu wanasema jamani, huyu mama anatokaga usiku. Kwa kuwa mtu hujamshuhudia si rahisi ujue kwamba kweli huyu mama ni mtokaji wa usiku. Lakini leo usiku wa jana kuamkia leo ndo tumeshuhudia kwamba kweli huyu mama anatoka nje, tofauti na mazingira ya kawaida, yani mazingira ya kishirikina. Na huyu mama aswa kwa sisi kama wana kitongoji, sisi ni wana kitongoji wa Mbugani, tunaomba viongozi watusaidie kwamba huyu mama atoke kabisa kwenye mazingira haya. Kwa majina naitwa Zefania Godfrey Mohamed. Kwenye muda wa saa 8 za usiku hivi nilipigiwa simu kwamba kuna mchawi ameshikwa kwa Mama Zeituni. Nikawa nimefika kwenye eneo la tukio nikakuta wamemshika, yuko hapo. Wakamuambia ulikuwa ukifanya nini? Akasema nilikuja kuchimbia dawa. Alikuwa yuko uchi. Alikuwa uchi wa mnyama, hana nguo. Kwa hiyo wamama wakawa wamemfunika nguo. Wananchi wamesema huyu mama hawatamhitaji kukaa hapa, aondoke tu kwa sababu anawaletea shida muda mrefu. Mimi kwa majina naitwa Jonathan Daudi Wamo, mwenyekiti wa kitongoji cha Mbugani. Mnamo saa 9 kasoro nilivyoacha simu, katibu akanipigia simu kwamba kuna mchawi amekamatwa hapa kwa Girona Mama Zaituni, ambaye ni jirani yake Mama Gift, maarufu Mama Gift. Ndio nikaondoka nikafika hapa, nikakuta kwa watu wamejaa na yeye nikamkuta hapo yuko chini, kuta ameshajifunika nguo, watu wakaendelea kuja. Basi tukamoja hapo, shida nini? Akasema nilikuja kuloga, kwamba huyu mama sijui amenitupia madawa kwamba naugua kisukari. Yeye ndo ananiloga. Kwa maneno alikuwa anaongea. Tukamwambia hizo dawa umechimbia wapi? Ndio akaenda kafukua pale kwenye mlango wa boma la ng'ombe. Dawa nyeusi ziko kwenye kitambaa cheusi na kisu kilikuwa kiko pale. Ndio hivyo taharuki katokea kama hiyo. Mimi nimemkuta amepigwa rungu wa kichwa, sababu naye alikuwa anajibu shambulizi kwa maelezo niliyosikia. Alivyokuta na yule mlinzi wa boma, naye alikuwa anajibu shambulizi na kisu nataka kumchoma. Ndio akapigwa rungu wa kichwa kaanguka chini. Watu walikuwa wanamsema ni mchawi, lakini sasa nilikuwa sina uhakika, lakini leo ndio tumeshuhudia kwamba ni mchawi kweli. Kwa tabia kama hii ni mbaya sana. Mtu alikuwa na malengo yake, lakini mtu anakuja anamrudisha nyuma, anaanza upya. Tabia hii kwa kweli tunaomba ikome, na huyu mama kwenye kitongoji hiki hatutamhitaji tena. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.